Habari, karibuni katika kipindi chetu cha leo ambacho tutazungumzia kuhusu matatizo ya wanawake ambao wanaofanya wableed kwa muda mrefu au kubleed kwa muda mfupi. Kwa hiyo tutaangalia sababu mbalimbali zinazosababisha mwanamke kupata hayo matatizo. Kwanza kabisa ningependa kila mtu afahamu mfumo wa mwanamke katika swala zima la kubleed au kupata hedhi yake ya kawaida. Kawaida kabisa mzunguko wa mwanamke ili kupata hedhi yake ni siku uchache wake ni siku 26, wingi wake mpaka siku 33. Ikipungua zaidi ya hapo, ina maana huyu mwanamke anasema tunapata mzunguko wake ni mfupi. Ikizidi zaidi ya hapo 33, mzunguko ni mrefu. Lakini pia wakati anapoingia siku zake za kupata hedhi, inatakiwa ziwe uchache wake ni siku 3, wingi wake ni siku 7. Zikizidi siku 7 ni matatizo. Zikipungua siku 3, pia huyu mwanamke anakuwa ni tatizo. Sasa basi naomba tuangalie ni sababu gani ambazo zinasababisha wingi wa period kuwa hedhi ya mwanamke kuwa kwa muda mrefu na kuwa kwa muda mfupi. Sasa katika hizi sababu kisayansi wanasema kuna structural causes na non-structural causes. Structural causes ni sababu za kuna either vinyama vinaotea au kuna vitu tofauti ambavyo vinaonekana kwenye viungo vya uzazi ambavyo vinasababisha hiyo hitilafu ya kubleed kwa muda mrefu au kupungua kwa bleed. Na non-structural causes inawezekana ni hormones au vichocheo vya mwili ambavyo vinabadilisha mfumo mzima wa kusababisha kupata period kuwa nyingi na kuwa chache. Sasa tukianza na structural causes, kuna sababu ambazo zinazosababisha. Ambazo structural causes kuna initials au vile vifupi tumesema PAM, alafu non-structural causes tunasema COIN. Sasa kwenye PAM, P inasimama kwa kitu kinachoitwa polyps. Polyps ni vinyama ambavyo vinaota ndani ya ukuta wa uzazi au kwenye shingo ya uzazi. Hivi vinyama ni rahisi sana kutoka damu endapo pale vitaguswa au vitakandamizwa kwa hali yoyote. Kwa hiyo ni rahisi kubleed. Kwa hiyo unakuta mwanamke hajaingia siku zake, lakini ana vinyama hivyo vimeota kwenye ukuta wa uzazi au kwenye shingo ya kizazi, basi huyu mwanamke atableed ambapo muda wa kuingia kwenye hedhi haujaingia. Ni sababu mojawapo. Na sababu nyingine ni adenomyosis. Kuna kitu kinaitwa adenomyosis in structure. Adenomyosis ni kwamba katika ukuta wa mimba, ndani ya ukuta wa mimba, ile ngozi ambayo inayotokea kwenye ukuta wa mimba wa ndani inatokea pale, zile tissue zile zinaenda kuzaliwa kwenye misuli ya ndani ya ukuta wa uzazi, ambayo ikitokea ndani ya misuli ya ukuta wa uzazi, huyu mwanamke ataanza kupata damu zisizo za kawaida na utokaji wa damu unakuwa ni mwingi sana. Huyu atableed sana na akiambatana na maumivu makali sana. Kwa hiyo pia ni sababu nyingine ambayo inamsababisha mwanamke kupata damu kwa muda mrefu. Sababu nyingine tunasema kuna shida nyingine, kuna vinyama tunaita uvimbe nyama, leiomyoma. Kwa jina jingine wanaita myoma, kuna jingine wanaita fibroids, na hizo watu wengi wanazijua. Ni uvimbe nyama ambazo zinaota ndani ya ukuta wa uzazi. Sasa hizi vimbe nyama zinakuwa zinatofautiana kutokana na eneo lilipo. Unajua katika mji wa mimba kuna eneo 3. Kuna eneo la ndani kabisa ambalo ndo bleeding inakotokea. Kuna eneo la katikati ambao ni misuli ya ukuta wa mji wa uzazi, na eneo la nje kabisa ambalo linazungukwa na ngozi ambayo inapita mpaka kwenye tumbo huko. Kwenye tumbo na zile utumbo na kila kitu. Lakini tukiingia ndani kabisa, ile ngozi ya ndani ambayo inaitwa mucosa. Sasa zile mayoma zote au vimbe nyama zikiota ndani ya mucosa ya ndani, ndio inasababisha hiyo hali ya mtu kubleed kwa muda mrefu au damu zinakuwa hazieleweki. Siku yako ya period haijafika au siku ya kupata hedhi yako, basi unajikuta mwanamke unaanza kubleed, lakini sio muda wa kubleed. Kwa hiyo zinakuwa damu zako hazieleweki. Sababu nyingine ni malignancy. Malignancy hizi ni kansa ambazo zinatokea kwenye mji wa uzazi au zinatokea kwenye shingo ya kizazi. Hizi kansa ambazo zinatokea kwenye mji wa uzazi zinasababisha kukua au kujaza kwa ukuta ambao ule unasababisha kubleed kwa mwanamke. Sasa huyu mwanamke ukuta wake unakuwa mnene sana. Ukishakuwa mnene sana, ndio hizo dalili za kansa. Tunaita endometrial hyperplasia.
Kwa hiyo ukishajaa sana, sasa unashangaa mwanamke anaanza kubleed pasipokuwa muda wake wa kubleed. Na mara nyingi inatokea kwa wale wamama ambao walopitiliza muda wao ukomo wa hedhi, ambao miaka 60 huko, miaka 50 na kitu walokoma kwenye hedhi. Kwa hiyo hizi ni sababu ambazo zinasababisha pia siku za huyu mwanamke zisiwe zile za kawaida. Na malignancy nyingine au kansa nyingine, kansa ya shingo ya kizazi, ambao sasa hivi imekuwa inashamiri sana, watu wengi wanapata shingo ya kizazi, kansa ya shingo ya kizazi, ambayo hii pia mwanamke inamfanya ana bleed pasipo hali ya kawaida. Kuna phase mbili za hii kansa ya shingo ya kizazi. Kuna ile ya umri mdogo, miaka 35 mpaka 45, na kuna wale ambao walishafikia ukomo ambao miaka zaidi ya 45 na kuendelea. Huyu mwanamke anaanza kupata siku zake ambazo haziko katika mpangilio. Inaweza ikatokea mwanzo, inaweza ikatokea katikati, inaweza ikatokea, yani ni muda wote hizi damu zinaweza zikawa zinatoka, na mara nyingi huwa zinaongezeka pale mtu ataweza kujamiana au akajisafisha kuingiza kidole, kwa hiyo damu zinazidi kuwa nyingi. Kwa hiyo wewe mwanamke ukiona hivyo, hakikisha unafanya vipimo vya kutosha. Sasa hivi tunaingia sababu nyingine zinaitwa non-structural causes. Non-structural causes hizi sio vinyama au sio sababu ambayo inaonekana moja kwa moja hata ukifanya ultrasound. Hizi ni sababu ambazo zinasababishwa na vichocheo vya mwili kubadilika, au sababu nyingine ambazo hazionekani moja kwa moja. Either kuna issue ya matatizo ya damu kuganda, ambayo sababu hii inaitwa coagulopathy, kwamba kuna tatizo ambalo linasababishwa na kupata hitilafu kwenye ugandaji wa damu. Sasa huyu mwanamke akiwa na hiyo tatizo, mara nyingi huwa anazaliwa nazo, wanakosa, kuna factor fulani hivi ambayo inasaidia kugandisha damu, inaitwa Van Willebrand factor. Sasa akiwa na defect hii huyu mwanamke, au akiwa na tatizo hili, huyu mwanamke akiingia siku zake, unashangaa hazikomi kwa wakati mmoja. Anaweza kaingia hata mwezi mzima, hata miezi miwili. Na hii ni rahisi pia kuiona kwa haraka, kwa sababu huyu mwanamke akianza kupata period yake ya kwanza, tunaisema MINAC, anaanza kuingia period, basi tutaona hata ile damu yake inakuwa inaenda kwa muda mrefu. Kwa hiyo kama ukiona hivi mtoto wako anapata damu kupitiliza, naomba tumwaishe hospitali tuone, tufanye vipimo mbalimbali, tunaweza tukajua sababu ni nini. Sababu nyingine ya non-structural ni ovulatory dysfunction. Maana yake ni yai linakuwa haliwezi kutolewa kule kwenye mji wa mayai. Mara nyingi mtu katika hedhi ya kawaida mayai huwa yanakomaa, yakisha komaa inafika muda sasa yai linatakiwa litoke likarutubishwe na sperms au mbegu za kiume. Kwa hiyo hii hitilafu inatokea kwenye mayai, yakishindwa kutoa yai kutoka kwenye mji wa mayai kwenda kwenye sehemu ya kurutubisha, yani kwenye mrija wa uzazi kwenda kwenye fuko la uzazi kwa ajili ya kuwekwa pale, kutengenezwa mtoto pale. Kwa hiyo hii hali ikitokea, basi hii hali inaweza kumsababisha mwanamke kubleed pasipo kawaida, kwa sababu huku homoni nyingine zinatengenezwa au vichocheo vya mwili, estrogen, progesterone, zinakuwa, mfano estrogen inakuwa inatengenezwa kwa sababu zinatengenezwa na mayai, while huku kuna homoni nyingine inaitwa follicle stimulating hormone ambayo inakuza vile vi capsule au vifuko ambavyo vinaenda kukava kwenye mayai. Kwa hiyo ikiwa inatengenezwa kule, hiyo homoni ikiwa nyingi, kuna homoni nyingine ambayo inaitwa estrogen, inaenda kusaidia kutengeneza mishipa ya damu, kutengeneza mji wa mimba kukaa vizuri kwa ajili kuwa tayari kabisa kupokea mtoto na mtoto aweze kukua pale. Sasa kama kule mayai hayawezi kutoka, hamna hiyo uwezo wa kutoa, basi kule ule ukuta wa ujauzito au ukuta wa mji wa uzazi utakuwa mnene sana, afu baadaye itatokea withdraw, basi au itatokea hali ambayo damu sasa itaanza kutoka. Ikitoka ina maana ukuta ni mnene, damu itakuwa inatoka kwa wingi sana na inaweza ikachukua muda mrefu pia. Kwa hiyo hii sana huwapata wale wenye matatizo yanaitwa PCOS au polycystic ovarian syndrome. Kwa hiyo hii ni tatizo sana. Sababu nyingine ni matatizo kwenye endometrial. Endometrial ni tumesema ni ukuta wa ndani wa mji wa uzazi. Ikiwa kuna shida pale ya endometrial, tunasema sometimes inatokea inflammatory reaction au kututumuka kwa ajili ya, au kuvimba kwa ajili ya infection. Kuna bacteria infection, magonjwa kama PID. Huyu mtu mwenye PID akiwa anapata mara kwa mara, pia ni rahisi pia kupata matatizo ya kubleed mara kwa mara. Au kuna shida nyingine inaitwa endometriosis, yani nyama au tissues ambazo zinazalishwa kwenye
mji wa uzazi wa ndani kabisa au mikoso ya mji wa mimba ikiwa imeenda kuota sehemu tofauti na pale, basi huyu mwanamke pia anaweza akawa ana present au anapata au inapelekea kupata bleed au kupata hedhi ambayo haiko katika mpangilio. Inaweza ikawa kwa muda mrefu au kwa muda mfupi. Sababu nyingine tunasema iatrogenic, ambazo hazieleweki ziko. Kwa hiyo hii inawezekana pia ikawa inasababisha hormonal imbalance, yani hormones ambazo hazijakaa sawa. Utakuta vichocheo vya progesterone, vichocheo vya estrogen haviko balance, ambao kuleta ile hali ya kawaida ya kupata hedhi mwanamke kama kawaida. Sasa hii mara nyingi watu wanapata wale ambao wanatumia dawa kiholela, especially dawa hizi za uzazi wa mpango. Utakuta mwingine akijamiana, tunasema zile emergency contraceptive, zile za kuzuia mimba kwa haraka, atakuwa anazitumia mara kwa mara. Mfano P2 ambao tunatumia sana, ili jina tunalitumia na watu wengi wanalijua. Hizi dawa tukizitumia kwa muda mrefu, sijasema yani mara moja tu kwamba ukitumia kwa muda mrefu zinaenda kudisrupt au zinaenda kuharibu mzunguko mzima wa vichocheo vyako ambao vinasababisha kuleta hedhi katika hali ya kawaida. Basi ukizitumia kwa muda mrefu zinaenda kuharibu kila kitu. Unaweza kushangaa mwanamke anaanza kubleed pasipo katika mpangilio. Na kuna dawa nyingine pia za uzazi wa mpango, zile za kuchoma ambazo zinaitwa Depo-Provera, watu wanachoma. Ukiwa unazitumia pia sana, au unaweza mwingine anaweka IUCD, kile kitanzi. Kitanzi hakina hormone, lakini kwa muda wa kwanza mtu anaweza aka experience au akapata shida ya damu kutoka kwa muda mrefu, ambapo lakini baada ya muda tena kinarudi, kwa sababu mwanzo kinakuwa kinahisi kuna kitu ambacho sio sahihi kimeingia. Kwa hiyo baada ya muda kikisha zoea, unaweza kushangaa mwanamke anarudi katika mfumo wake wa kawaida. Kwa hiyo hivi ni vitu sio vya mara kwa mara, vinaweza vikabadilisha kwa muda, and then baadaye ukishatoa tu ukashaacha kutumia hizo dawa, zinarudi katika hali ya kawaida. Kama tulivyoona sababu mbalimbali ambazo zinasababisha huyu mwanamke kupata period au damu ya hedhi ambayo haina mpangilio kama inavyotakiwa, kuna complication au madhara makubwa ambayo anaweza kumpata huyu mwanamke akiingia kwenye hiyo hali, kwa sababu atableed sana kwa muda mrefu. Basi atakuwa anakosa raha ya maisha, na wengi wanaingia kwenye depression au sonona, wanakosa raha, inaharibu quality ya maisha ya mtu. Anaweza mtu alikuwa na biashara vyake, anatakiwa aende, lakini anashindwa kutokana na hali ambayo inakuwa inamsibu, kwa sababu kiuhalisia kubleed au kutoka damu, kupata hedhi kwa muda mrefu nyingi, inakupunguzia hata na wewe mwenyewe pia confidence au ile hali ya kujiamini unapoenda sehemu. Pia madhara mengine, huyu mtu anaweza subject au anajiweka kwenda kupata madhara makubwa kama kansa. Kansa mara nyingi, kama mwanamke akiwa na bleed pasipo kawaida, ni rahisi pia kupata madhara kama kansa, ndio hiyo endometrial hyperplasia au kansa ya shingo ya kizazi. Kwa hiyo hizi ni dalili kubwa sana. Na mwingine pia anaenda kwenye anemia. Anemia ni kupungukiwa kwa damu, kwa sababu kila siku damu inatoka kuzidi kiwango cha kawaida. Kwa hiyo huyu mtu ataenda kupoteza damu nyingi sana, na tunajua mtu ukipoteza damu unaweza ukajikuta hata unapoteza hata na uhai pia. Kwa hiyo ukijiona hali kama hii inakupata, basi mimi nashauri usikae nyumbani ukasema ngoja nivumilie leo, nivumilie kesho. Hizi ni dalili sio nzuri. Kwanza pia zinaweza zikakuletea pia katika ugumba. Wanawake wengi wakipata hizi hali, wengine anakosa uwezo wa kuweza kuzaa. Kwa hiyo tujitahidi, tumepata hizi dalili, tumepata hizi shida za kubleed kwa muda mrefu au kwa muda mchache, usipuuzie. Njoo hospitali, tuko hapa Polyclinic. Kuna vipimo mbalimbali tutafanya, tutagundua shida ni nini, na tutakupakia tiba kutokana na tatizo tuloligundua. Kama tulivyoona sababu nyingi, basi tunaweza tukakupa tiba kutokana na shida yote tuligundua. Karibuni sana. Na pia usisahau kusubscribe, kuweka comment, kuweka like na kubonyeza alama ya kengele katika chaneli yetu ya Royal Polyclinic, ili uweze kupata notification ya vipindi vyetu vijavyo. Asanteni.